التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. يا من قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة الأبرار ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. ويسر علينا كريم يا محمد النبي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد فلا تدخل بنا بالأمهات وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم. إنك تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب. الحمد لله. Tukiendelea na kasida ya Sayyidi Al-Habib Abdullah bin Ulwi Al-Haddad, wasiyati laka ya dha al-fadli wal adabi in shi'ta an taskuna as-sami min ar-rutabi, ambayo imeshereheshwa na kuelezwa na al-allama mwanafunzi wake Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habashi. Na somo بسم الله الرحمن الرحيم. وزين القلب وقام المويو بالإخلاص وإخلاص مجتهدا لا يكون مجتهد. واعلم بأن الرياء والرياء يلقيك وتبشر في العقب كما جميل ونقل جيبك وتكاسم مالياكم من كل العيوب وتكمانا كلا عيب. ولا تدخل ولا تسنجيه مداخل أهل الفسق وإنجليرات والريف والرياب نشاكا. Leo tuko katika ubaiti wa 8 unaosema wahfadh lisanaka min ta'nin ala ahadin min al-ibadi wa min naqlin wa min kadhibi. اقرأ. واحفظ لسانك من طعن على أحد من العباد ومن نقل ومن كذب. واحفظ لسانك. واحفظ بعد kutuambia وزين القلب بالإخلاص مجتهدا, kutuambia na leo واحفظ لسانك. ماذا؟ واحفظ لسانك, na uhifadhi ulimi wako. واحفظ لسانك أي سمه, uhifadhi. wamna'hu, na uizuie ulimi wako. min alkalami sayyi, kutokamana na maneno ya uovu. au almu'dhi, au maneno yenye kuudhi. واحفظ لسانك أي سنه. ماذا؟ سنه. uhifadhi, uzuie. min alkalami sayyi, kutokamana na maneno ya uovu. au almu'dhi, au maneno yenye kuudhi. Tuko sawa jamaa? Yani ulimi wako jaribu kuhifadhi, usizungumze maneno machafu wala usizungumze maneno yenye kuudhi wenzako. Lakini ametaja wahfadh lisanaka, ametaja al-lisan, alaysa kadha? Akasema hapa taarif ya al-lisan: اللسان هو العضو المعروف الذي ينطق به. اللسان هو العضو المعروف, nacho ni kiungo kinachojulikanwa. Alladhi, ambayo kwamba yuntaqu bihi, hutamkwa na kiungo kama hicho. Tuko pamoja jamaa?
tueni pamoja. Al-lisanu, ulimi, huwa al-udhu al-ma'ruf, nacho ni kiungo ambacho ni maarufu, yajulikana, sio? Alladhi, ambayo kwamba yuntaqu bihi, hutamkwa nayo. Sisi twatumia ulimi kwa ajili ya kutamka, twatumia ulimi kwa sababu kwa mazungumzo, sio ya ikhwan? Na mimbabil faida, tueni pamoja, mimbabil faida, wanasema al-lisanu yudhakkaru wa yuannathu. Madha? Wa yuannathu, ulimi hufanywa saa nyingine kwa dhamiri au hutumika kwa tadhkir kwa kitu cha kiume au taanith kwa kitu cha kike. Pamoja, al-lisanu yudhakkaru wa yuannathu. Al-lisanu saa nyingine utatumia kwa kitu cha kiume na saa nyingine utatumia kwa kitu cha kike. Tuende pamoja. Tunaposoma mathalan Sumtu Durar ya Sayyidi Al-Habib Muhammad ibn Ali Al-Habashi, sio? Ali bin Muhammad Al-Habashi, afwan. Ukiangalia mlango wa 3 inasema wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, shahadatan yu'ribu biha al-lisanu amma tadammanahu al-janan min at-tasdiq biha wal-id'an. Lakini mahalu shahidini hapo tunakuja sasa, akasema shahadatan yu'ribu biha al-lisanu, au pia waweza kusema tu'ribu biha al-lisanu. Kwa namna yote mbili na hakuna makosa. Kwa nini hakuna makosa? Kwa sababu tumewaambia al-lisanu yudhakkaru wa yuannathu. Al-lisanu yudhakkaru wa yuannathu, yani wala tu'ribu biha al-lisanu. Hata hapo ukiangalia al-lisanu imetiwa dhuma kwa sababu ndio fa'il, ndio kinachoeleza hii shahada tulioambiwa. Pamoja. Sasa mtu akiisoma shahadatan tu'ribu biha al-lisanu ni sawa, wakati ule itakuwa imekuja kwa ta'nith, na ikija yu'ribu biha al-lisanu itakuwa imekuja kwa tadhkiri, pia ni sawa. Lakini hii ni mimbabi faida kwamba anna al-lisana yudhakkaru wa yuannathu. Tuko pamoja ya ikhwan? Wakasema lakinna al-ashhara fi al-lughati tadhkiruhu, lakinna al-ashhara fi al-lughati, lakini kauli ambayo ni ashhar katika matumizi ya lugha ni kuifanya ulimi ikawa ni kitu ambacho ni mudhakkar, sio muannath, sio nini, yani itumie kwa kitu cha kiume, mara nyingi usitumie kwa kitu cha kike. Ndio hata nadhani katika milango mingi katika vitabu vingi ukiangalia labda imeandikwa yu'ribu biha al-lisan badala ya tu'ribu biha al-lisan. Pamoja ya ikhwan, lakini hili lilikuwa ni mimbabil faida kwamba anna al-lisana madha. Sasa aliposema wahfadh lisanaka, tafsiri yake nini jamaa? Na uhifadhi nini? Ulimi wako, min ta'nin, kutokamana na kujuruhi. Min ta'nin, ta'nin huwa dhikru an-nasi bis-su'i, huwa dhikru an-nasi bis-su'i wal-'aibi wa yashmalu al-ghaibata au al-ghibata, afwan, wa yashmalu al-ghibata was-sabba wat-tajriha. Madha? Asema ta'an huwa dhikru an-nasi bisu, ni kuwataja watu kwa uovu. Tumesema kujuruhi jamaa, sio? Huwa dhikru an-nasi bisu'i, nayo ni kuwataja watu kwa uovu, wal aibi, na nini? Aibu. Wa yashmalu al-ghibata, na itakuwa inakusanya ghiba, kule kusengenya, wasabba, na tusi, watajriha, na kutia jaraha. Watajriha
Kutia jaraha hapa sio jaraha ya kisu au upanga au ni jaraha ya kimaneno. Kuzungumza maneno machafu ya kumjuruhi mwenzako, asikie vibaya au udhike. Sawa jamaa? Ndo hapa katuambia wahfadh lisanaka min ta'anin, sio ile jaraha ya kisu ni jaraha ya maneno. Saa nyingine maneno inaweza kukupa jaraha kuliko hata kisu. Kisu inaweza kudungwa na baada ya muda fulani ile kidonda ukapoa, lakini unaweza kupewa maneno miaka 40 wakumbuka yale maneno ulioambiwa la kukuudhi. Sawa? Hatukusudi jaraha nini? Jaraha ya kisu. Tuko pamoja ikhwan? Tayeb. Aliposema ala ahadin madha, juu ya mtu yoyote, bimaana hifadhi ulimi wako kutokamana na kumjuruhi. Ala ahadin, juu ya mtu yoyote, ay ala ay shakhsin minan nasi duna istithna'in, yani juu ya mtu yoyote katika watu pasina kumvua yoyote katika watu, usimpe maneno ya kumjuruhi. Sawa? Ndio kitu cha kwanza ambayo Sayyidi Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad anatuambia tuhifadhi kutokamana na ulimi tulionayo, ndimi tulionayo. Sawa? Akasema nini? Min al-ibadi, sio jami'un nasi, wanakusudiwa watu wote, ay ibadullah, wanakusudiwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana ala ahadin min al-ibad, yoyote katika waja wa Mwenyezi Mungu, hifadhi ulimi wako, usizungumze maneno ya kumjuruhi. Tuko pamoja? Usizungumze maneno. Kisha kitu cha pili, tushaona kwamba kitu cha kwanza tuhifadhi jamaa ulimi wetu kutokamana na kumjuruhi yoyote, sio? Kitu cha pili nini? Wa min naqlin madha, kutokamana na kunukuu, ay naqlul kalami, kugurisha maneno, baina nasi, baina ya watu, biqasdi al-ifsadi, kwa makusudio au kwa kasdi ya kufanya ufisadi. Wa huwa namimatu, nayo itakuwa ni masala ya kufitinisha. Ndio maana ya naqlul kalam ni kugurisha maneno. Wachukua maneno yangu wapelekea watu fulani, na wale watu fulani unachukua maneno yao unaniletea mimi. Tuko pamoja jamaa? Naqli tumeelewa maana yake nini, sio? Wewe uchukue maneno yangu uje unisikilize kwa makini. Na si maneno sio haikusudiwi maneno mazuri, ya kusudiwa maneno mabaya. Na kukwambia wahfadh lisanak. Haya maneno yalokusudiwa hapa si mazuri, bali nini ya ikhwan? Maneno mabaya. Uje unisikilize kwa makini, wachukua yangu yale unapeleka kule, kisha unawasikiliza na wale unaleta hapa, lengo na shabaha lilifsadi, kwa ajili ya kuleta uharibifu. Labda watu walikuwa wamependana, watu wameshikana. Sasa Al-Imam Al-Haddadi akwambia nini ya ikhwan? Hifadhi ulimi wako. Sawa? Wa min kadhibi, na hifadhi ulimi wako kutokamana na urongo. Madha? Wa min kadhibi, na kutokamana na nini? Urongo. Urongo nini? Urongo anasema ni al-ikhbaru bi khilafi al-haqiqati. Andika hiyo, al-ikhbaru bi khilafi al-haqiqati. Al-ikhbaru bi khilafi al-haqiqati amdan. Al-ikhbaru bi khilafi al-haqiqati amdan. Al-kadhib, urongo. Al-ikhbaru ni kutolea habari, bi khilafi al-haqiqati, kwa kinyume na hakika, amdan, kwa makusudi yani. Hatueni pamoja. Huo ndo kitu kinachoitwa nini jamaa? Urongo. Al-kadhib. Yani al-kadhib ni wewe uje unieleze mathalan, uniambie bana fulani amesema hivi maneno ya kukushambulia, kisha nikifuatilia yale maneno vile alivyokuja kuniambia yeye,
na ile waqi ya kule iko tofauti kabisa. Sawa, uko tofauti kabisa, na ambayo hiyo inaitwa al-kadhib. Mathalan, uje uniambia bana, kuna nyumba imechomeka kule sehemu za Watamu kule chini, nyumba kama 20. Nikipiga simu naambiwa hata nyumba moja hakuna, nyumba iliyochomeka. Sasa ona, hii ndio al-ikhbaru bi khilafi al-haqiqati. Amenipa habari kinyume na ile hakika iliyoko kule. Pamoja jamaa, madha nusami al-kadhib au taarifu al-kadhib? Al-ikhbaru al-ikhbaru bi khilafi al-haqiqati amdan. Sasa hapa faida tunaoipata, ash-sharh al-ijmali lil-bayti yad'u al-imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad, anatulingania al-Imam al-Haddad ila hifdhi al-lisani, anatulingania kwamba tuhifadhi nini, wa dhabtihi, na kuidhibiti nini, lianna al-lisana qad yakunu sababan fi adha al-insani li nafsihi wa li ghayrihi, kwamba huu ulimi tulionayo huenda saa nyingine ikasababisha udhia kwa nafsi yangu mwenyewe na mtu mwingine. Tuko pamoja? Kwa nafsi yangu mwenyewe kisha na mtu mwingine. Wal maana, na maana, ihris ala lisanika, fanya kupa juu ya ulimi wako, fala tastakhdimuhu, usiutumie ulimi wako fi ta'ni fi nasi, katika kuwajeruhi watu. Usitumie ulimi wako kabisa kujeruhi watu. Sawa jamaa? Au naqli al-kalami bainakum lil-ifsadi, au kanaqili au kunukuu maneno, yani bimaana ukapeleka maneno ya huku ukapeleka kule na ya kule ukaleta huku, kama tulivyosema. Lengo nini? Lil-ifsadi. Lengo nini? Wataka kuleta uharibifu kati ya hawa watu walioshikana, waliopendana kwa ajili ya Allah. Wala tatakallam bilkadhibi, wala usizungumze urongo. Fakullu dhalika, basi yote hayo, min afati lisani alkhatirati, ni miongoni mwa min afati lisani alkhatirati, ni miongoni mwa maafa ya ulimi, tena ambayo ni hatari sana. Pamoja, hii ulimi inayo maafa. Moja katika maafa ni kuzungumza urongo, ndio afatul lisan. Sawa? Moja katika afatul lisan ni alkadhibu, annamimatu. Sawa? Naqlu alkalami baina haulai wa haula, hiyo yote ni katika afatul lisan ambayo ni hatari sana. Kwa pamoja, alkhulasa, allisanu ni'matun 'azimatun. Allisanu ni'matun 'azimatun. Huu ulimi tulionayo wallahi ni neema kubwa sana Allah ametupa. Hebu niambie billahi alaikum, sisi hatuna mtu ambaye hapa hazungumzi, sote tuwazungumza. Lakini wenyewe wanasema kwamba mtu hawezi kujua neema mpaka aikose ile neema. Na watatambua hii neema, hii ni neema kubwa sana. Lakini leo sisi tuwazungumza, tunaona si chochote, si lolote. Lakini al-lisanu ni'matun 'azimatun, ulimi nini? Neema kubwa. Walakinahu 'udhun saghirul hajmi, lakini ukiangalia ulimi utaona kwamba hajmi yake, yani kiasi chake, ni ndogo sana. Neema adhima, kineema ni kubwa, lakini kihajmi yake, kiasi chake utaona ni ndogo. Tuko pamoja ya ikhwan? Lakini adhimul jurmi, madhambi yake makubwa. Kihajmi ni ndogo, lakini kialjurm, kimadhambi ni makubwa. Tuko pamoja jamaa? Hajmi, si tumeelewa maana hajmi? Kiasi chake, lakini kimadhambi ulimi. Subhanallah. Fahuwa sababun raisiyun fi dukhul aljannati au an-nari, ndiyo sababu ya kimisingi huu ulimi tulionayo ya mtu kuingia katika pepo ya Allah, Allahumma ja'alna minkum, au an-nari, au itakuwa ni sababu ya kimisingi mtu kuingia katika moto wa jahannam. Wangapi kama alivyosema Mtume, kesho wataangushwa katika moto wa jahannam kwa sababu ya ndimi zao.
Na wangapi kwa sababu ya ndimi zao wataingia katika pepo ya Allah? Wakaitwa wao ni adh-dhakiruna Allah, ni wenye kumtaja Allah. Na wanapomtaja Allah wanatumia kiungo gani jamaa? Al-lisan, alaysa kadha? Sasa utaona kwamba wametuambia kwamba kama alivyosema hapa, qila fi wasfi lisani, imenenwa katika kuisifu ulimi, saghirul jirmi adhimul jurmi. Kuna jirmi na aljurmu, andika hiyo. Saghirul jirmi adhimul jurmi. Saghirul jirmi saghirul jirmi adhimul jurmi. طيب tuni pamoja sasa. Saghirul jurmi, ulimi ukiangalia hajmi yake, ay saghirul hajmi, hajmi yake ni ndogo, lakini adhimul jurmi bimaana adhimu dhambi, dhambi yake ni kubwa. Madha ya ikhwan? Aljirm bimaana alhajm, aljurmu bimaana adhamb. Pamoja, tofauti ni kasiri na dhamma. Saghirul jirmi adhimul jurmi. Na ulama ridwanullahi ta'ala alayhim wanatuambia al-lisanu sayyidul a'da'i wa qa'iduha afwan. Al-lisanu sayyidul a'dha'i, ulimi ndio bwana wa viungo vyote tulionayo sisi. Tuna viungo vingi katika mwili, sio? Hatuna haja kutaja sijui mkono, sijui hicho nini, sijui nini. Alhasil tuelewe kwamba sisi tumemiliki viungo vingi sana katika mwili. Lakini sayyidul al-a'dha nani ya ikhwan? Al-lisanu wa qa'iduha, na ndio kiongozi ya hivi viungo tuliomiliki yote. Kiongozi wake ni kitu kinachoitwa al-lisan, kulingamana na maneno ya Mtume Muhammad. Hadithi ambayo amepokea Imam Tirmidhi kutoka kwa sahaba mkubwa anaitwa Sayyidi Sa'id al-Aghar, Abu Sa'id al-Khudri, afwan, Abu Sa'id al-Khudri. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia idha asbaha ibn adama, pindi anapopambaukiwa binadamu asubuhi akaamka, fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisana, fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisana, kila viungo vyote bimaana tukaffiru lisana, bimaana tatadhallalu wa tatawadha'u lahu. Maana ndo tukaffiru lisana, yajidhalilisha, inakwenda kunyenyekea kwa ulimi, viungo vyote, kwa sababu ndio sayyid, si ndio? Hivi viungo vyote inakwenda kunyenyekea kwa ulimi. Tukaffiru lisana maana yake ndio hivyo. Kisha hawa ambao kwamba viungo vingine vilobakia ambao ina kila asubuhi inakwenda kunyenyekea kwa ulimi, sio jamaa? Kuna maneno huwa inasema ittaqillaha fina. Madha? Ittaqillaha fina. Wewe ambao kwamba ndio bwana wetu, ndio sayyidul a'dha'i, hebu muogope Mungu kwetu sisi. Maana usitupeleke vibaya, fa innama nahnu bika, sisi tuko pamoja na wewe. Wewe ndo dereva na sisi tulobakia ni abiria. Na kawaida mwenye kupeleka gari nani jamaa? Ni dereva. Wewe ndo dereva, sisi tulobakia wengine nani ya ikhwan? Ni abiria. Kisha inaponyenyekea kuna maneno bado inazungumza, itasema au viungo itasema fa in istaqamta istaqamna. Wewe ulimi ukinyoka na sisi sote tutanyoka. Sasa ndo dereva, sio? Ndo sayyidul a'dha ya ikhwan. Sisi tuweni pamoja, naona fikari hatuko pamoja sisi.
fa in istaqamta istaqamna, ukinyoka wewe ukaenda vizuri na sisi tutakwenda vizuri. Tuko pamoja ikhwan? Madha naqul wa in i'wajajta i'wajajna wa in i'wajajta i'wajajna, na ukienda jongo hivi na sisi tutaenda hivyo hivyo. Sasa hapo kulingamana na maneno kama haya ya Mtume Muhammad, tunapata bi anna al-lisana sayyidul a'dha'i wa qa'iduha, sayyidul a'dha'i wa qa'iduha, kwamba ndiyo bwana wa viungo vingine vyote vilobakia na ndiyo kiongozi. Sawa jamaa? Kwa ajili kama hiyo ndo akakwambia wahfadh lisana, kahifadhi ulimi ambao kwamba ndio sayyidul a'dha. Madha, na kama tulivyosema kwamba mtu tuweni pamoja, mtu yupata daraja mbele ya Allah ya ulimi wake, na anakosa daraja mbele ya Allah kwa sababu ya ulimi wake. Na hapa duniani ni vile vile, waweza ukapata daraja kwa sababu ya ulimi wako, na waweza ukakosa daraja kwa sababu ya ulimi wako. Na alimamu Shafi hayo ashatuambia kitambo katika abiyati zake, akatuambia idha aradta an tahya saliman min al-adha wa hadhuka mawfurun wa irduka sayyinun lisanuka la tadhkur bihi awrata mri'in fakulluka awratun walinnasi alsunu wa aynuka in abadat ilayka ma'aiba fasunha wa qul ya aynu linnasi a'yunu wa ashir bima'rufin wa samih man i'tada wa fariq walakin billati hiya ahsan. Asema idha aradta an tahya saliman min al-adha, ukitaka wewe kuishi salama kutokamana na udhia ya kidunia, stress za kidunia, ukitaka kuishi salama. Anaosema nani ya ikhwan? Al-Imam Muhammad ibn Idris Shafi. Ukataka kuishi salama kutokamana na udhia, wa hadhuka mawfurun, na ukataka kupata hadhi yako ambayo kwamba ni kubwa, sharafu yako ukataka iwe ni kubwa, wa irduka sayyinun, na upate cheo lakini cheo hicho kihifadhike. Kuna mtu aweza kupata cheo sasa hivi lakini baadaye akaikosa ile cheo, sio labda kwa ajili ya maneno yake machafu na nini, lakini asema ikiwa wewe unataka hivyo, lisanuka la tadhkur bihi awrata mri'in, kinachokusababisha nini? Ulimi wako. Sasa kwambia la tadhkur bihi awrata mri'in, usitaje kupitia ulimi wako nini? Aibu ya mtu, uchi wa mtu usitaje. Kwani fakulluka awratun, wewe mzima ni uchi na ni aibu. Walinnasi alsunu, na vile vile na watu pia wanayo ndimi ya kukutaja. Ikiwa mimi nitakutaja wewe kwa sababu ya aibu ulionayo, watu wana macho mangapi? Mimi niko na mawili tu. Watu wana mimi niko na ndimi moja tu, ulimi mmoja. Watu wana ngapi? Nyingi. Huyu atakutaja na huyu atakutaja. Lakini ukijistiri ukamstiri mwanzako, na Mungu yakustiri. Wa ainuka in abadat ilayka ma'aiba, na jicho lako likikudhihirishia wewe aibu ya mwenzako, ukaona fulani amefanya kadhaa, sawa, ya kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala, usifasunha hifadhi. Wa qul ya ainu linnasi a'yun, yambie macho yako, ewe jicho langu, watu pia wana nini? Wana macho. Mimi niko na mawili lakini watu wana mangapi? Mmoja ikhwan. Tayeb. Sasa kwa ajili kama hiyo atakana sisi tuhifadhi ulimi ambao kwamba kitu kikubwa sana sana. Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu alikuwa akihifadhi ulimi wake daraja ya mwisho, bali yasemekana sangine hata kiweke jiwe, na mtu akiweka jiwe chini ulimi wake hawezi kuzungumza au kiwekea chochote mpaka itoe. Sangine akishika ulimi wake akisema, huyu ndio alinipelekea kwenye maangamivu. Kila maangamivu alionipeleka ni ulimi. Na wewe ni Sayyidi Abu Bakar,
Anatufundisha kuwa sio kwamba ulimi wake subhana al-malik inampelekea kwenye mabaya. Ikiwa yeye anasema hivyo subhana al-malik, sisi tuseme nini ya ikhwan? Tumeona wema waliopita namna walivyokuwa kihifadhi ndimi zao. Bal katika jambo hili tumalize masala ya ulimi. Sayyidi Sufyan ath-Thawri siku moja, labda na yeye alikuwa kwenye jalsa hivi, akaa na watu wake na wanafunzi wake, kisha akawaambia, law kana yajlisu ma'akum man yarfa'u al-haditha ila sultan, lau ingekuwa katika hichi kikao kuna mtu amekaa na nyinyi, man yarfa'u al-haditha ila sultan, mtu ambaye atapeleka maneno kwa mfalme. Anakusudia mfalme aliyoko, yani kama rais, sio yani mtu amekaa na sisi hapa, akitoka hapa yale maneno yetu yapeleke kwa rais. Akamwambia lau ingekuwa kuna mtu amekaa na nyinyi na kitoka hapa zile maneno zenu yapeleke kwa ule mfalme, bimaana rais, si ndio? Akuntum tatakallamuna bishay'in yughdhibu, je, hebu helani ambieni ukweli, je, mngelizungumza maneno ambayo itamkasirisha ule mfalme? Wale wakasema qalu la, wakasema la, sisi hatuwezi kuzungumza maneno yenye kumkasirisha ule mfalme, kwa sababu hapa katika hichi kikao kuna nani? Kuna mtu ambaye kwamba akitoka hapa atapeleka maneno. Kwa fupi, sisi hatuwezi kuzungumza maneno yenye kumkasirisha nani? Mfalme. Sayyidi Sufyan ath-Thawri akawaambia, fa inna ma'akum man yarfa'u al-haditha ila Allah, basi nyinyi katika hichi kikao mmekaa na watu ambao kwamba tukimaliza hiki kikao na wao watapeleka maneno yenu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanakusudiwa nani? Wanakusudiwa malaikatur rahman. Kama vile nyinyi hamwezi kuzungumza maneno yenye kumuudhi ule mfalme, kwa sababu katika hichi kikao labda kuna mtu atapeleka maneno baadaye, sawa jamaa? Lakini jueni hakika ili kuwa hiyo ni mfano, lakini hili ambayo nawaambia, fa inna ma'akum man yarfa'u al-haditha ila Allah, nyinyi hapa kwenye hichi kikao mna mtu ambayo atapeleka maneno yenu kwa Allah. Kwa ushahidi gani? Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hakuna kauli yoyote mtu atazungumza ile kauli kama ile itasajiliwa na itapelekwa kwa Allah subhanahu. Kwa ajili kama hiyo ndo atakana, wahfadh lisanaka min ta'anin ala ahadin min al-ibadi wa min naqlin wa min kadhibin. Tayeb, karibu kumaliza inshallah. Naql tumesema jamaa ni kuchukua maneno ya hapa ukapeleka pale, si ndio? Ambayo masala ya ghiba na masala ya namima itaingia hapo, lakini tuzungumze al-ghiba tu kwanza, usengenyaji, ambayo usengenyaji sisi tushajua, tumesoma hata katika vitabu. Hiya an tadhkura akhaka al-muslima bima yakrahu fi ghaibatihi, hiya an tadhkura akhaka al-muslima bima yakrahu fi ghaibatihi, nayo ni kumtaja ndugu yako Muislamu katika kughibu kwake kwa yale anayochukia. Sawa pamoja sisi, yani yeye hayuko, wewe umtaja na maneno ambayo lau yeye atakuja kusikia hatoridhika. Hiyo ndo kitu kinachoitwa al-ghiba. Hicho ndo kitu kinachoitwa nini ya ikhwan? Na jambo hili ni hatari sana, ambao hao watakuwa wanakula nyama ya wenzao. Inshallah Mungu tumuomba ya Rabbi kwa baraka ya Imam al-Haddadi zizuie ulimi zetu ya Rabbi, isiwataji watu kwa ubaya. Amin ya Rabbi. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, lamma urija bi, nilipopandishwa mimi, na hadithi utaipata hata katika Abu Daud ameeleza, an Anas ibn Malik asema lamma urija bi, mimi nilipopelekwa al-Isra wal Mi'raj. Madha al-Isra wal Mi'raj,
marartu biqaumin, mimi nilipita kwa watu wanaosema ni Mtume Muhammad, lahum adfarun min nuhasin, watu wale ambayo mimi nimewapitia walikuwa na kucha ya shaba. Kucha nini? Yani sio kucha zetu hizi, ilikuwa subhanallah, ilikuwa ni ya chuma. Kisha akasema Mtume Muhammad, yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum, wale watu wanakwenda wanakangura nyuso zao, wanakwenda kukangura vifua vao. Na mtu akipeleka uso wake hivi akakangura uso wake, nyama yote yatoka, kwa sababu kucha si ya kawaida. Akipeleka nini kifua, nini zile kucha akapeleka kwenye kifua, nyama zote zilioko kwenye kifua yatoka. Mtume asema mimi nikashangaa, nikamuuliza ya Jibril, man haula, Jibril, na hawa ni watu gani ambao kwamba kwanza wanakucha gani ya ikhwan? Ya shaba, kisha wanakangura nini nyuso zao na vifua. Nikauliza watu gani hawa? Jibril. Madha ajabahu Jibril, Jibril alimjibu nini Mtume? Akamwambia haulai alladhina yaakuluna luhuma nnasi wa yaqauna fi a'radihim, hawa ni wale watu wanaokula nyama ya watu duniani. Sawa? Wa yaqauna fi a'radihim, na wanaingia kushambulia cheo waliopewa watu. Mathala mtu anasema ni ustadhi gani yule? Sawa? Raisi gani yule? Chifu gani yule? Kabila gani ile? Mathala mtu akisema ala sabili, mtu akisema tu kabila gani ile, wewe wapata dhambi kila aliyoko kwenye ile kabila. Si madhambi makubwa? Kabila gani ile? Waqauna fi a'radihim, ni hatari sana ndugu zangu. Sasa tumeona jamaa dhambi ya usengenyaji, si ndio? Mwenyezi Mungu inshallah tuhifadhi nayo. Tayeb. Kisha kinyume chake kuna kitu kinachoitwa an-namimatu. Madha? An-namima tafsiri tulotafsiri sisi nini? Kwenye hadithi tumetafsiri utongelezaji, yani kufitinisha. Chukua maneno ya hapa ukapeleka pale, na ya hapa ukapeleka hapa, na hao watakuwa ni mudhabdhabina baina dhalik, watu wanaoitwa dhul wajhain, dhul wenye nyuso mbili. Yati haulai biwajhin wa yati haulai biwajhin, anakuja kwa hawa kwa nyuso nyingine, akitoka hapa anakuja kwa watu hawa kwa nyuso nyingine, kisha analeta maneno kati yao. Lengo na shabaha madha ni lilifsadi bainahum, ataka kutia uharibifu kati yao. Ataka kutia nini? Jamaa, wallahi haya ni katika kuelekezana kwa ajili ya Allah. Takana haya tunaambiwa, msione kwamba haya ni masala kukumbozana au kukaa kupoteza wakati. Tushikeni haya maneno kwa ajili ya Allah. Imamu Al-Haddad mpaka alipokuja kutuambia wahfadh lisanaka min ta'anin, sio ala ahadin min al-ibadi wa min naqlin wa min kadhibi, hajakosa jambo la kufanya. Na haya yote yametoka katika hadithi za Mtume Muhammad. Ndio sisi tunatafsiri, tualeta ushahidi wake kulingamana na hizi sherehe zilizoshereshwa, kwamba haya yote ni ya Mtume Muhammad. Tusione kwamba sisi tuambiwa maneno kwa sababu leo ni siku ya akhlaki, tumekaa hapo kungoja maulidi yetu ya Alhamisi. Lengo si hivyo, lengo ni kuelekezana kwa ajili ya Allah. Tuende na himma ili tupokee haya maneno. Pamoja ya ikhwan. Sasa an-namimatu wa hiya naqlu al-hadithi, nayo ni kunakili nini? Kugurisha maneno min qaumin ila qaumin, kutoka kwenye watu kapeleka watu wengine, lakini nia tumesema nini? Lil-ifsad, ataka kuleta uharibifu kati ya watu, na hiyo ni hatari. Na Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam atuambia hadithi ambayo sisi sote tuijua, tumesoma al-faslu thani, la yadkhulu al-jannata namam
madha tafsiri yake nini? Mtongelezaji haingii peponi, mwenye kufitinisha kati ya watu. Angalia, subhanallah, hakuna mtu ambaye kwamba ni hatari kama an-namam. Hakuna mtu ambaye ni hatari kama an-namam, mwenye kufitinisha kati ya watu. Huyu ni hatari sana. Twende kwa shekhe mmoja anaitwa Yahya ibn Aktam. Anaitwa nani? Huyu asema an-namam sharrun min as-sahiri. Tutaandika baadaye inshallah. Basi mkonayo tusikilize shekhe, lakini tumesema jina lake anaitwa nani? Yahya ibn Aktam, kutuonyesha kwamba mwenye kufanya fitna, kufitinisha watu kati ya watu, huyo ni hatari sana. Akatuambia an-namam sharrun min as-sahiri. An-namam, mwenye kufitinisha, mwenye kufanya kutongeleza kati ya watu, kufitinisha kati ya watu, sharrun min as-sahiri, ni muovu zaidi na ni mbaya zaidi kuliko hata mchawi. Tukimwona kuna mchawi leo sisi, ule mchawi bana, tunamuona ni mtu wa hatari. Lakini Yahya ibn Aktam anakuambia si hivyo. An-namam sharrun min as-sahir, mwenye kufitinisha kati ya watu ni muovu zaidi kuliko nani? Kuliko nani ya ikhwan? Akasema lianna an-namama ya'malu fi sa'atin, lianna an-namama simama pale, nimesema watu wasiandike, waandike bado. Lianna an-namama sharrun min as-sahiri, lianna an-namama, afwan, sengine watu wakishatutoa katika nini, lianna an-namama ya'malu fi sa'atin. Msalamu alhabib, turekodi sengine usitu. Sawa ya ikhwan, turejelea maneno kidogo kutufahamisha kwa huyu an-namam ni hatari zaidi kuliko mchawi. Akatuambia kwamba an-namam sharrun min as-sahiri, an-namam sharrun min as-sahiri, kwamba mwenye kufitinisha kati ya watu huyo ni muovu zaidi kuliko hata mchawi. Kama tulivyosema, ukimwona mtu mchawi utamuogopa, wasema ule mtu ni mbaya bana. Lakini kumbe umuone mwenye kufitinisha ndo mbaya zaidi kuliko Akatoa sababu kwa nini an-namama sharrun min as-sahir. Sababu aliyoitoa ni gani? Akasema li anna an-namama ya'malu fi sa'atin, kwamba yule mwenye kutengeleza, mwenye kufanya kuleta fitna kati ya watu, mwenye kufitinisha, yafanya kazi kwenye lisali moja. Lisaa moja tu aweza kuharibu utamu wote, akawafitinisha watu wote wakakosana. Hasa ikiwa mtu ana sauti katika mujitama, kama vile wanasiasa. Tuko pamoja? Ma la ya'malu as-sahiru fi sana, mambo ambayo hata mchawi hawezi kufanya kwa mwaka mmoja, yeye anafanya kwa lisali moja tu. Niwape mfano. Mchawi hata mwaka mmoja hawezi kuwaroga watu wote, sio? Kisha kuna watu ambao wakirogwa ule uchawi hauashiki, hawapatikani na uchawi. Kwa sababu gani? Sawa, ni watu wa adhkar, watu wa Qur'an, watu wa dhikri, watu wa salatu nabi. Hata ukawafanyia uchawi haiwezi kuathiri. Lakini hebu niambie, ni shekhe gani, alim gani apelekewe maneno ya kifitna kisha isimuathiri? Hata kama ni shekhe, waweza ukampelekea maneno akashika kweli, haya ni kweli, na kumbe si kweli. Lakini akifanyiwa uchawi, uchawi hautomshika, kwa sababu ana tahassun, ana hirzi, amejikinga yeye, ana adhkari, ana nini, kama tulivyosema. Kwa pamoja jamaa? Sasa tumeelewa kwamba an-namama madha sharru min as-sahir, kwamba huyu ambaye kwamba yafitinisha kati ya watu ni mbaya zaidi kuliko hata nani? Yeye aweza kufanya kazi lisali moja akawafitinisha watu wote, akawagonganisha watu wote, mambo ambayo mchawi hawezi kufanya kwa muda wa mwaka mzima. Tumeelewa? Na ni hatari.
Tumaliza upande huu na hadithi ya Mtume Muhammad. Hadithi akhrajahu at-Tabarani fi al-Awsat, ameipokea al-Imam at-Tabarani katika al-Awsat. Mtume kutueleza hii masala ya an-namima ni hatari jamaa, akasema shiraru ibadillahi al-masha'una bin-namima wal-mufarriquna baina al-ahibba. Shiraru ibadillah, waovu katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao ni waovu katika watu wote. Almashauna bin namima, ni wale wanaotembea kwa ajili ya kuwafitinisha watu, atoka hapa aende pale, lengo nini? Kufitinisha watu. Hao ndio watu waovu sana katika ulimwengu. Kisha akasema almufarriquna baina alahibba, wanaofarakanisha kati ya vipenzi. Watu wamependana, wamekaa vizuri, yeye anakuja anatia maneno yake mabaya, fitna yake, watu kama wale wanatengana. Hawa ni katika watu waja ambao kwamba ni waovu sana, kama alivyosema Mtume shiraru ibadillahi almashauna bin namima almufarriquna baina ahibba. Rudi katika at-Tabarani katika Awsat, utaipata hii hadithi kutuonyesha kwamba jamaa an-namamu sharru min as-sahir. Kwa pamoja na ndio utakuja masala ya kilugha, wanasema kullu namimatin ghibatun, kullu namimatin ghibatun wa laysa kullu ghibatin namimatan. Kila namima tuweza kuita ni ghiba, lakini kila ghiba hatuwezi kuita ni namima. Kwa sababu mathalan wewe utakuja kwangu utanisengenya mtu, utamsengenya tu ule mtu, lakini huna nia kutia fitna kati yangu mimi na yule. Umekuja tu umemsengenya, hii inaitwa ghiba. Lakini namima umekuja ukamtaja, sawa jamaa, umemtaja na lengo lako zaidi kwamba wataka kutia ifsad kati yangu mimi na yule. Nani mbaya? Namima ni mbaya zaidi kuliko, na namima ni kubwa zaidi kuliko hata ghiba. Tuko pamoja ya ikhwan? Tayeb, sisi tumalize upande wa mwisho, khuturatul kadhib, hatari wa urongo. Tumeambiwa min kadhib, na hapa ndio sehemu tunamaliza. Na urongo leo sisi ndio kitu cha kawaida, lakini hakuna kitu kibaya kama urongo. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam kutufahamisha kwamba mu'min anaweza kufanya kila kitu, lakini ila urongo. Mu'min si rahisi kusema urongo. Wewe sasa jiangalie, kweli mimi mu'min nasema urongo au sisemi urongo? Mu'min Mtume asema anaweza kufanya kila kitu, lakini isipokuwa urongo hawezi. Na urongo ni hatari sana, kwa sababu unakuja unanizungumzia mimi kadha kadha, mimi nakusadikisha, kumbe al-ikhbaru bi khilafi al-waqi' au bi khilafi al-haqiqa. Unavonieleza kinyume na mimi nimekukubali. Antuhaditha qauman wa hum yusaddiqunaka wa anta kadhib, hiyo ni hatari sana. Kwa pamoja jamaa. Tayeb, Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuonyesha urongo ni hatari, akasema innal kadhiba yahdi ila al-fujuri, hakika urongo unampeleka mtu kwenye uchafu. Sisi tunaona urongo ni kitu cha kawaida, sio? Lakini Mtume anakuambia urongo inakupeleka kwenye uchafu. Uchafu wa nini? Mfano hata kuzini. Wala billahi min dhalik. Tuko pamoja? Mpaka wewe kuja kufanya mambo ya uchafu, asili umeona urongo ni kitu cha kawaida, umeongea. Na leo subhanallah, kama alivyosema al-Imam Rahim, asema mwenye simu lazima kwa siku aongee urongo mara 5. Mwenye simu, yeye alikuwa hana simu lillahi alhamdu, lakini asema mwenye simu lazima aongee urongo kwa siku mara 5. Ala sabili almithal, Sheikh uko wapi? Niko kwenye gari naelekea Gede. Kumbe ndo yuapanda kwenye gari, yeye amesema nini? Wala sasa urongo tayari. Sheikh uko wapi? Niko barabarani. Yeye kumbe hata hajatoka kama. Wallahi simu mara nyingi inatufanya tuongee urongo. Sawa, hata saa nyingine ukichati uko wapi Sheikh? Aweza kuwa uko madrasa ukamwambia liko nyumbani.
Kwa pamoja, ukamwambia niko na kazi na kazi, kumbe ni kufanya mambo mengine machafu, lakini kumbe hata huna kazi. Alhasil simu ni hatari. Sasa akasema innal kadhiba yahdi ila alfujur, kwamba urongo inampeleka mtu katika uchafu. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, na uchafu inampeleka mtu mpaka motoni. Lakini kilichokufanya mpaka ukafika kwenye moto, kuna wasila ulioitumia ni urongo, urongo ikakupeleka kwenye uchafu, uchafu ukakupeleka kwenye ila nar. Na sisi tunaona sengine mtu anakuja taaban, ustadhi taaban, zaalan, taaban, hapo mimi sioni sisikisha. Na sisi ustadhi wetu Mungu amrahamu alikuwa anatuambia mwenye kujitia ugonjwa na yeye hana ugonjwa, na muomba Mungu ile siku ya Lailatul Zafafi Mungu ajalie awe mgonjwa, hata mzee Abdalla asisimame. Kwa pamoja, na huo usiku ndo usiku mzuri, lakini siku hiyo uwe taabani. Na kuna mmoja juzi anaambia, asema ashawahi, hakuniambia ni mtu gani, lakini ashawahi kuniambia katika watu waliosoma Markazul Haddad. Wallahi huyu jamaa alimwambia hivyo haswa. Inna Allaha sitiru, Mungu atustiri. Amen. Asema ile Lailatul Zafaf aliumwa na meno usiku mzima. Lailatul Zafaf aliumwa na meno, wallahi anambia usiku mzima. Onyesha kwamba dua ya ustadhi Mungu ametakabali. Kwa pamoja jamaa, mtu anakuja anasema tahaban, kumbe mrongo, atakulala. Mungu inshallah tusalimishe na urongo. Amen. Hadithi ya mwisho ambayo iko katika Jami' at-Tirmidhi, hadithi ni maarufu. Mtume anasema kuonyesha ukhatari wa urongo, anasema idha kadhaba al-abdu madha, pindi anaponena urongo mja, akawa amenena urongo, tabaada anhu al-malaku, wanakuwa mbali na yeye malaika, milan, kiasi cha meli moja. Kinena urongo, malaika wanakuwa mbali na wewe kiasi cha nini ya ikhwan? Meli moja. Kwa nini? Min natni ma jaa bihi, kwa sababu ya uvundo uliotokamana na mdomo wake. Harufu mbaya toka kwenye mdomo wake, malaika wanamkimbia kiasi cha nini ya ikhwan? Meli moja nzima wanakuwa mbali na wewe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wewe husikina alokaa karibu na wewe hasikini, lakini malaikatur rahman itakuwa hiyo harufu wanasikia. Sawa? Idha kadhaba al-abdu tabaada anhu al-malaku milan min natni ma jaa bihi, kwa sababu ya harufu mbaya inayotokamana na mdomo wake, malaika wanakuwa mbali sana na ule mja. Ikiwa malaika wanakuwa mbali na mrongo, mimi na wewe pia mimbabi aula. Ukimwona mtu ni mrongo, mwepuke. Da'il kadhuba fala yakul laka sadiqa, mwachi ule mrongo asiwe rafiki yako, kwa sababu tumeona urongo inatupeleka kwenye moto, si ndio? Huyo pia atakupeleka kwenye moto kwa sababu atakufundisha urongo. Da'il kadhuba fala yakul laka sadiqa. Kuna mmoja pia sisi hapa tunamuita kadhab, lakini tumeambiwa tusimuite tena nani? Kadhab. Da'il kadhuba, mwachi ule mrongo mno. Fala yakul laka sadiqa, asiwe nani? Asiwe rafiki yako. Innal kadhuba la bi'sa khillan yushabu, hakika ule mrongo hakuna mtu ambaye kwamba ni wa hatari wa kushikwa rafiki kama mrongo. Katika watu ambayo utakwenda kuwashika urafiki, ushikane na wao kiurafiki, mtu ambao kwamba ni hatari sana ni mrongo. Hata sisi hapa ni talabatul ilmi. Ni nini? Talabatul ilmi. Ukimwona mtu ni mrongo, mwepuke, kwa sababu hata aweza kutia fitna kati yako wewe na ustadi. Ustadi alisema hivi kuhusu wewe, hata hakusema hivi. Sawa?
Na watu wale ni hatari sana. Inshallah Mungu atuhifadhi na hayo tulioyasema, lakini ubeiti wa leo ilikuwa yasema nini? Wahfadh lisanaka, tafsiri واحفظ لسانك من wako min ta'ani, kutokamana na juhudi ala ahadin, juu ya mtu yoyote, min al-ibadi, kutokamana na waja, min naqli, kutokamana na kuisha maneno, min kadhibi, kutokamana na uongo. طيب واحفظ لسانك من طعن على أحد من العباد ومن نقل ومن كذب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ذلك.